Oh, hiyo yenye ilienda kwa Ezekiel. Ni muda gani? Wakati ni baada ya kutoka kwa kitanda ama wakati? Sasa ona hapo ulipoenda kwa Ezekiel. Kuna picha nyingi sana nimepiga nikiangalia hivi side. Sikuwa nataka ile ya kujionyesha. Sasa ilikuwa sijakuwa comfortable na bado. Hivyo mtext WhatsApp nikamwekea bonge la message hapo, alafu na hizo picha zangu kama zote hivi. Ile kama ulituma picha 50. Sasa mimi niko na tayari gari ya Kai. Ukajua ile ni Kai? Nikajua ile gari ni ya Kai. Sasa au Kai ndo alikuwa ananipigia simu. Wale madaktari walioniona tu, hata walikuwa wanashughulikia wagonjwa wengine. Ilibidi wakaachana nao wagonjwa wengine ili waje wanishughulikie mimi. Sasa nikaanza kugusa hapa mahali sasa. Nikasikia ile design ya crack ile. Ndio nikajua wazi mkono wangu umevunjika. Nikaja kwetu Roka secondary hapo nimesoma hapo nimeachia form 2 hapo. Wakati nikuoga ilikuwa saa 10, ilikuwa imetoka job hiyo time. Sister Do iko sawa. Iko sawa. Anayapanga pale atasha. Iko sawa kujenga. Kasmuel. Kasamuel. Kavunga. Jamaa kavunga. Yaani yeye alisimamia mmoja. Yale makona yote tuliopiga kule kuja hivi viti vilipigwa makona yote. Bila hata viti vinakutafuta mzee. Vinatafuta mimi. Kwenye maisha unaweza kupitia changamoto nyingi sana ambazo zinaweza zikakufanya wewe ukakata tamaa, ama ukaanza kujiuliza Mungu yuko wapi, ama ukawa na depression na mawazo mengi sana. Leo hii tuko na Megaston Baraka ambaye leo yuko tayari kutuambia story yake ambayo amepitia. Mimi naitwa Sanga na hii ni Sumilani. Karibu. Nashukuru bro. Nashukuru niko salama, niko mzima wa afya. Nashukuru Mungu. Safi kabisa. Tunafahamu kwamba wewe ni Megaston Baraka na uko na nyumba, unakaa Roka, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo watu hawajielewa vizuri. Story yako watu wameisikia in bits, nusu. Ndio. Kama kuna mtu fulani amefanya hiki, mwingine amefanya hiki. Ndio. Na jina na nini, lakini hakuna mwendelezo mmoja toka mwanzo mpaka mwisho vile ambavyo maisha yako yamekuwa toka tukea utotoni. Kabisa. Tuseme kwamba leo tuko hapa kwa ajili ya kuestablish hilo, tukufahamu vizuri, ili yote ambayo iko pale ana watch akujue vizuri, akufahamu, na hiyo itakuwa kama njia ya kuinspire wengine pia. Kabisa. Story hii ipo kwa ajili ya kuinspire na kuentertain pia audience yetu. Kabisa. So tuseme kabisa mwanzoni, wewe ni mzaliwa hapa Roka kabisa, ama nyinyi mmevamia hapa baada ya kuwa mshakuwa kuwa tayari? Mimi ni mzaliwa hapa Roka. Nimeenda shule hapa nursery, primary. Nimeenda shule hapa primary, nimesoma huku. Pofika darasa la 6 nikatoka nikaenda kule Tezo. Shule nyingine inaitwa Ngala Primary kule Magorani huko. Nimesoma huko mpaka nimemaliza huko class 8. Nimejoin private second changine hapo Mtondi hapo Mashariki hapo. Nikatoka huko nikaja kwetu Roka secondary hapo, nimesoma hapo nimeachia form 2 hapo. Acha form 2. Kwa sababu ya pesa ndio ilikuwa inasumbua. Okay. Na so after form 2 umekuwa kujishughulisha na mambo ya kazi ama kujifunza skills hapa na pale ama vipi? Mimi nilikuwa nikijishughulisha na biashara. Mimi nilikuwa mfanya biashara bro. Nimeingia Kongowea pale Mombasa 2018 hapo. Sasa ile kubangaiza nimeajiriwa mpaka dakika za mwisho, nikaja nikafungua biashara yangu. Okay. Nikawa nafanya. Nilipofika hiyo 2020 hapo ndo nikapata hasara nikomia. 2020. So wakati hasara inakuja inatokea, ni mazingira gani yani ambayo ya ili kupata nayo, like ulikuwa ukoje na ukafanya nini mpaka ikawaje mpaka sasa hii changes hizi zikatokea kwa mwili wako? Bro, mimi nilianguka kwa bafu wakati nikuoga.
Ilikuwa saa 10, ilikuwa imetoka job hiyo time. Ilikuwa around saa 10 mwezi wa 9 hiyo 2020. Sasa nimetoka job, nimeingia kwa nyumba hivyo kuchukua maji, peleka kwa bafu. Ile naoga. Sasa nikateleza. Nikateleza nikaanguka chini. Lakini hata ni kama ilishikwa na kisuni kwa sababu ulivyoanguka hata sikujijua kama nimeanguka vipi. So uligonga ukuta ama hata ilianguka tu ile kuanguka chini tayari. After hapo sasa mimi nikatoka kwa sababu sikuhisi maumivu yote. Na sikuhisi kitu yote yani. Nikatoka nikaenda zangu kwa room, nikaenda nikavaa nguo nini nika relax, alafu baadaye ndo nikatoka kidogo nikaingia mtaani ile kuangalia mambo na kula nini, ilikuwa bachelor hiyo time sijaoa. Ndio. Angalia mambo na chakula nini, alafu ndo nikarudi kwa nyumba. Sasa nilipofika kwa nyumba sasa ile time ilikuwa saa 3 hiyo. Saa 3 usiku ilikuwa saa 4. Haya nimejekelea hapo melala. Nilipofika usiku basi nasikia mkono unauma, unawasha, afu kwa uchungu. Ndio nikakumbuka pale nilipoanguka ni kama mkono wangu umevunjika. Sasa nikaanza kugusa hapa mahali sasa. Nikasikia ile design ya crack ile. Ndio nikajua wazi mkono wangu umevunjika. Sasa hiyo time ilikuwa ni ile time ya curfew ya saa 3. Kuna kutoka. Corona imeshika hapo. Corona ndio imeshika kweli kweli. Uhuru naye hataki kabisa. Hataki mchezo. Hataki mchezo. Sasa hapo nikabidi nikavumilia hivyo hivyo mpaka ilipofika asubuhi ile saa 2, saa 12. Kaenda hospitali nyingine private hapo mtaani. Kaenda kupata first aid, nilidungwa sindano alafu nikapakwa dawa nyingine na cream kafungwa bandage. Daktari akaniweka maji hapo akaniambia basi wewe itabidi uende Makadara x-ray. Niambia sawa. Kaenda Makadara huko kwa x-ray. Unajua Makadara pale napo ni hospitali kubwa ile kuna process kitambo mpaka upate daktari basi umepanga laini. Imechukua muda. Lakini uzuri ilikuwa na shemegi yangu ndo alikuwa anapita pale na pale anashughulikia. Nilikuwa nimekaa tu hapo kwa hizo mabao nitoke huku nikakaa huku nini. Huku nako mkono unaendelea kufura sasa. Same day, second day, skapili. Hiyo first day. Hiyo siku hiyo moja. Sasa mkono huku nao unaendelea kufura hivyo mpaka alipoingia kwa x-ray hapo pigwa picha. Kachukua picha apelekea daktari. Daktari alipoenda angalia akaniambia mkono ni kweli umevunjika. Sasa akaniandikia zile vitu nini hizi za kufunga hizi majungu moto hizi nini. Kaenda nunua hapo. Karudi hapo kwa daktari tena sasa kufunga. Ilikuwa saa 10 saa 11 hapo. Mkono basi ndio umefura kweli yani mpaka umetani black kabisa. Sasa 24 hours imepita tangu uanguke. So 24 hours imepita tangu uanguke. Kwa hiyo ulianguka saa 10 ukalala kwa sababu ya curfew, kesho asubuhi ndio ukaenda first aid. 24 hours ilikuwa zimepita. Sasa hiyo na mkono ushaanza kufura hapo. Mkono ushaanza kufura hadi umetani black, umetoka zile malengelenge nini anatuboka kitrika damu nini. Kama damu, kiangalia ni kama damu, yani black yani inatoka. Sasa kabidi huyo daktari aliponiona akaniambia basi mkono mimi sitaweza kufunga, acha kupeleke pale emergency, wale madaktari watakusaidia pale. Tukaenda hapo emergency. Kufika hapo emergency tu nami nikawa kama nimeisha kabisa, siwezi hata kusimama tena. Wale madaktari walioniona tu hata walikuwa wanashughulikia wagonjwa wengine, ilibidi wakaachana na wagonjwa wengine ili waje wanishughulikie mimi. Sasa kaletwa wheelchair hapo nikakaa vizuri. Wakaja hapo walikuwa wengi. Wakaja wote hapo sasa ni ile wananihoji imekuaje, imeanzaje? Nawaelezea. Niambia basi hapo mahali umeenda mara ya kwanza hiyo hospitali yenye umeenda hiyo private ndio imefanya blunder. Sasa hapo basi mkono wako itabidi tukate kwa sababu umeoza. Ulikuwa umeturn black mpaka hizi makucha hizi zote hizi. Sasa hiyo ukifanya hivi unaweza fanya hivi. Mkono ulikuwa unaweza. Hiyo time. Yani ilikuwa si uhisi kabisa, yani hauna sense yote kabisa. Unafikiri kama haupo tena. Ni kama haupo. Yani ulikuwa ndio umeenda kabisa. Sasa madaktari
Ile wananiambia hebu jaribu kuinua mkono. Siwezi. Naambia basi mkono itabidi tufanye operation tukate kwa sababu umeoza. Sasa ni ile walikuwa bado wanadiscuss, wanajadiliana hivi. Wengine wanasema tuweke chuma, wengine wanasema tukate. Sasa ikabidi ndo wanifanyie operation ili wakate kwa sababu hiyo black ilikuwa inapanda. Inapanda. Ni kama ile dawa iliende kawasi ni wale. Ilitani kwa poison kwa sababu wenye ilikuwa nimefungwa ile bandage. Walikuwa wamekosea kufunga. Sasa ndio ikabidi wanifanyie operation ili wautoe. Sasa nikaendelea matibabu hivyo, nilikaa almost 2 years hapo Makadara hapo. Kwa bed? Nimelazwa. 2020 mpaka 2022. Sasa ndo upata nafuu sasa nikatoka. Nikaanza kukaa huko Mshomoroni mwanzo. Na ile kuna time kuna mahali hapo umesema kwamba ulienda kanisani kwenda ombewa. Hiyo ina fall kwenye time wapi hapo sasa hivi? Hiyo yenye ilienda kwa Ezekiel. Ni muda gani? Wakati ni baada ya kutoka kwa kitanda ama wakati? Sasa ona hapo ulipoenda kwa Ezekiel. Bro, nimepitia. Wajua hiyo time kulikuwa na mgomo wa madaktari. Kulikuwa na mgomo wa madaktari. Sasa ilikuwa ni ile madaktari wakigoma natoka tunatolewa pale. Sisi wagonjwa wenye kidogo tuko na nafuu tunatolewa. Tunaenda manyumbani kidogo, alafu madaktari wakirudi tunapigwa simu tunarudi. Tunapewa matibabu. Sasa hiyo time sasa ndio ilikuwa nyumbani sasa Mshomoroni huko. Lakini nilikuwa nafanywa, kuna hospitali nyingine Barakarani huko inaitwa Beyond Scope. Nilikuwa naenda kufanywa dressing nikirudi before sijarudi huko Makadara. Sasa hapo ndo nikaenda kwa Ezekiel hapo. Hapo ndo nikaenda kwa Ezekiel sasa. Na ulifanikiwa kumfikia kwa sababu watu wanakuwa wengi pale. Ulifanikiwa kumfikia akakushikia hivyo akakuombea. Aliniombea vizuri kabisa, hata akanihoji. Nashukuru aliniombea. Nilishawaona naye akaniombea vizuri kabisa. Okay. Na wakati unatibiwa pale Makadara kwa sababu watu ni wengi pale, alafu pia si jambo dogo yani. Wakati wakati raise pesa kwa ajili ya kulipia hizo charges, ilikuwa rahisi kwako ama ilikuwa ngumu ama ilibidi ufanye mchango ama ilikuwaje? Lazima kuwe na challenges bro, kwa sababu kitu kama hivyo huwa si kitu rahisi bro. Na hakuna mwenye anaweza weka pesa juu anajua ataumwa. Ni kama vile useme acha mimi najiwekea pesa kwa sababu one time naweza kufa. Unajipangia pesa zako za mazishi. Hiyo huwa ni ngumu sana, hiyo si rahisi. Kufa lazima, lakini si matarajio yetu. Ukiestimate yani ukiestimate pesa ambayo ili cost. Wanda hata vitu bills zingine hata hukujua. Ni kama pesa ngapi? Hiyo more than 400,000. More than 400,000. Kwa sababu kuna hiyo mchango yenye ilifanyika, alafu pia kuna Mombasa Cement alinitolea 200,000 kwa bili. Hiyo time na kuna watu wa social workers pale nao pia walinitolea pesa, na nyumbani pia kulikuwa kumetoka pesa, na hao jamaa wenye tulikuwa tunafanya wote huko pia walinifanyia mchango pesa, hivyo ikatoka. Nashukuru nilisaidika. Ikanisaidia hiyo pesa, ikabidi ndo. Watu wakipata challenge kama hiyo huwa yani wanakuwa na shida nyingi. Okay, sisemi kwamba ni shida nyingi, lakini lazima unajipata kwenye mawazo, unawaza wazee yani mimi hata sikukosea mtu, mimi nilikuwa tunaishi maisha yangu tu vizuri, lakini ona sasa hilo nikuta mimi hata sijakosea mtu yeyote. Yani unaanza kujiuliza kwani kweli ilikupata tatizo kama hilo, mambo ya kufeel kama uko na stress hivi, kwa depressed? Lazima bro, ni lazima. Wajua kwa hii hali yangu venye niko. Lazima bro hiyo kitu utaifeel. Wajua mimi ilifikia mahali mpaka nikaanza kujiingiza kwa uraibu. Kwa sababu stress ilikuwa mingi sana. Yani nafikiria ni hata heri nijinyonge itoke, kwa sababu hata sijioni ni mkono muhimu tena kabisa. Mara unafikiria kunywa dawa, mara unafikiria kujitia kikazi, yani stress mingi, yani kuna mawazo tofauti yenye ilikuwa yanakuja kwa akili yangu. Lakini sasa ikaja baadaye sasa hiyo sasa ndio ikabidi nikajiingiza kwa kunywa pombe nini, kawa mlevi vile mbaya.
hiyo nayo nikaona hata si njia suluhisho yenye inaweza nisuluhisha na matatizo. Kabidi sasa kuna best yangu mwenye tulisoma wote primary huko. Yeye ameokoka hata sasa ni pastor. Sasa akawa ananitembelea, anakuja anadvise mambo ya Mungu nini hivyo. Nikaanza kwenda church. Church hivyo polepole mpaka ndo nikakachapa kabisa. Sasa hizi vitu nikawa nimeachana nazo. Sasa baadaye ndo nikawa life yangu ni kweli naenda kanisani, lakini sasa yani bado niko na yale mawazo madogo kwa sababu angalia hata kula kwenyewe, kuishi kwenyewe pia ni shida. Yani hiyo mazingira hatari hapa yani naona yani ni kero kabisa. Kwa vile vitu vya kawaida vile vitu venye nilikuwa nafanya hiyo time before sijaumia, sasa hizi siwezi fanya tena sasa. Ni yale ambayo inakumbusha sasa ndo kabidi sasa naanze kuingia mitandaoni sasa. Anze kuingia mitandaoni kushtua hawa jamaa hawa ma content creators hawa. Lakini kabla uanze kuingia mtandaoni tayari kuna muda ambao ulikuwa umepita. Baada ya kuingia mtandaoni kutext ma content creator, inamaanisha hapo ni kama 2026. Hiyo hata ni mwaka huu tu. So since 2020 mpaka 2026. Hiyo ni miaka 6 hiyo. Miaka 6 ambayo yote ulikuwa uko hapa kwenye hardship hapa. Kwanza kwenye ile miaka miwili ambao ulikuwa uko kwa kitanda yani. Na bill unajua ukiwa bado uko kwa bed pale, bill nayo inakuja ikiongezeka. Na madaktari wana strike. Unaona So pale unakumbuka watu ambao ulikuwa sometimes unatarajia kwamba mtu fulani atakuja kutembelee na labda haizi turn up ama labda anakuja, lakini ama unasikia maneno ya watu huko. Unajua ukiwa kwa bed huwezi hata kuondoka. Kuna vitu vingi sana vinakulimit pale. Sana. Unahisi ni moments zipi ambazo zilikuwa, nataka tuchanganye hapa. Kuna zile moments ambazo zinakucomfort kabisa, na kuna comforts ambazo zinakurudisha nyuma kabisa, zinakufanya unakuwa uko down. Unaweza ukatajia moja nzuri na moja mbaya. Labda mtu siku moja alikuja akakuletea zawadi, akakucomfort, ukasikia kweli yani mtu fulani siku ile kweli alinisaidia. Ama kama kuna, hatutataja majina, kama kuna moment nyingine yote ambayo labda ama idea ilikujia kwenye akili ambayo kidogo ilikurudisha nyuma na nini. Kwa sababu watu tunapitia mengi sana na huwezi jua nani anapitia. Sasa hivi tuko hapa, lakini maybe kuna mwingine anapitia hardship sasa hivi huko. Ni hivyo. Kushare inakuwa poa. Kama uko free kufanya hivyo, lakini Okay, mimi acha ona hiyo time wajua kule hosi sana huwa kuna hao mapasta. Huwa wanatembea sana kuombea wagonjwa. Au unakuta mtu amekutembelea na kuja kuombea na kupea advice, yani ku-encourage. Sasa watu kama hao sana ndo walikuwa wakizidi kunipa moyo ile, yani matumaini sana ya kuwa hata pia mimi nitakuwa sawa. Nitakuwa sawa. Hiyo ilikujenga sana, hiyo ilinijenga sana. Na Mungu akawa pamoja na mimi. By the way, Mungu bro anatenda, na Mungu ni mkubwa. Mahali umefikia mwisho ndio yeye huanza hapo. Hapo ndio anaanzia na anaanza hapo. Kwa sababu unajua watu wengi wanakuwa wanaanza kwamba mimi leo niko hapa kwa sababu vitu vingi vinatokea watu. Kunaweza tokea ajali, ufe kabisa, mwingine anazaliwa sehemu ambayo labda familia ina migogoro, wengine anazaliwa kwenye umaskini, wengine kwao kuna pesa lakini naye ana shida zingine hizi. So nilikuwa naona ni poa pia kushare hizo moments kama hizo. Sawa. So wakati umeanza kutafuta watu sasa ambao wanaweza kukusaidia ama kuinua kwenye njia moja ama nyingine, ilikuwaje hiyo moment? Hivi sasa mwaka huu sasa hii 2026 yani ulianza kutext watu. Hizo message kwanza zako zilikuwa zinaendaje? Ulikuwa unaandikaje yani kwenye ule ujumbe? Kwa sababu kuna art pia ya kuandika, unajua. Kuna art ya kuandika. Kuna watu wengine ambao wanashindwa kujieleza. Wajua mimi bro,
acha nikwambie, wajua before sijaanza kuchukua hilo jukumu la kuwa text, nilikuwa yani nahisi unyonge fulani yani. Yani kama design ya uoga, yani ile sasa. Sasa ulikuwa umeoa ama ulikuwa bado? Nilikuwa nimeoa. Bibi yangu nilikuwa naita. Sasa nahisi ule uoga, basi hata niongee hivi mtandaoni ama nijiposting kwa hivi mtandaoni. Ukiangalia hata sana kwa page yangu kuna picha nyingi sana nimepiga nikiangalia hivi side. Sikuwa nataka ile ya kujionyesha. Sasa ilikuwa sijakuwa comfortable na bado. Sana kaja mpaka nikaamua acha nijiweke live. Nisaidike kwa sababu napitia hali ngumu. Kabidi sasa kaanza kuwashtua wa jamaa content creators ya wengine wakubwa. Sasa ndo nikamshtua. Kuna George Kithi hiyo time nilimshtua. Akaniambia mtumanie namba yangu, nikamtumia. The same time nikamshtua pia Lemi Lito. Nilimtext nikamwambia bro tafadhali namba, kaongea na yeye hata kujibu chochote, akanitumia namba yake. Aliponitumia namba yake nikaisave, nikamtext inbox kabisa, WhatsApp kabisa. Nikamtext WhatsApp, nikamwekea bonge la message hapo, alafu na hizo picha zangu kama zote hivi. Kama ulituma picha 50. Picha kama zote hapo hivyo. Message ilikuwa ndefu hiyo. Ilikuwa bonge la message. Ilikuwa inabidi una scroll kwa wapi mahali. Details zote ndani. Kama kuna mahali labda nimekosea ni correct, lakini nikaona hii ngoma iko sawa. Akisema ngoma liende iko sawa. Sasa nikaika picha kadhaa pale zenye nilikuwa bado niko na zenye niko sawa na zenye nilikuwa sawa before. Nikamrushia. Kumbe naye ilimgusa hiyo. Haya. Ilipo the following day sasa. Hata nimesahau kama ilikuwa siku gani. Lakini after some time, after few days the following day. Kesho yake sasa kuna jamaa alinipigia simu. Anajiita JB Wise Chirume huyo. Wewe akaniambia basi bro, yani hata hakuniambia kama ni nani, alinipigia simu na akaniambia bro, uko maeneo gani? Nipe direction nakuja. Ndo nikamdirect. Haya, akiwa bado yuko njiani yaja, hasa ndo huyu Lemi Lito akaniambia bro, ni sawa, acha nikuweke live mtandaoni history yako. Alafu tuone venye tutasaidiana. Basi hata haikumaliza hata lisaa. Kaanza kuona tayari message za M-Pesa zinaingia. Alikuwa amepost hiyo story yangu. Hiyo time nataka kusupport hii namba. Alikuwa amenipost hiyo story yangu venye nimemwandikia hapo na hiyo picha hapo chini. Ameweka namba yangu. Hadi vile pesa inaingia huku ananicall pia tunaongea. Na huyu jamaa naye anakuja pia tunaongea. Pesa zinaingia na interval ya kama dakika ngapi hivi? Basi hata ilikuwa hata dakika 5 saa halishi. Kitu. Mara pesa inaingia. Sasa unajisikiaje lakini sasa hiyo? Basi sasa hata venye naongea. Naongea na furaha kama yote. Sasa huyo jamaa sasa. Na watu wanakuja pia sasa hivi. Sasa huyo jamaa sasa alivyofika. Huyo Chirume. JB Wise sasa. JB Wise Chirume alivyofika. Sasa mimi niko na tayari gari ya Kai. Ukajua ile ni ya Kai. Nikajua ile gari ni ya Kai. Sasa au Kai ndo alikuwa ananipigia simu. Sasa Kai alivyosimama sasa akafungua kioo. Unajua Kai hizo style wanapenda sana. Hata anafungua kioo mwanzo anacheka. Sasa nilipofika hapo, Beka niambie sasa ni ile kusalimiana sasa. Wakatoka hapo. Sasa ndo akaja. Alikuwa kuna vitu fulani. Alikuwa jamaa ametumwa na George Kithi amenunua hapo chakula maunga nini sukari hapo ndani ameleta. So like kwenye hizi message ambazo ulikuwa umedm watu, ulikuwa umedm Kai? Ulikuwa bado. So ni kupitia message ya Kithi ndio Kai akatuma. Sasa huyu jamaa huyu JB Wise. Huyu Chirume huyu. Huyu ndio ilibidi amtafute Kai
wakuja wote. Lakini JB alikuwa ametumwa na George Kithi. Okay. Sasa akabidi ndo akamshtua hiyo Kai, wakaja wote. Sasa ndo tukaja wakaja nikawaelezea kutoka mwanzo hadi mwisho. Sasa Kai ndo akasema itabidi bro tufanye video kwanza, alafu hii video acha tutairusha. Sasa ndo tukafanya video. Sasa hiyo nyumba ilikuwa bado hivi? Ilikuwa bado kabisa bro. Hata chini. Hii nyumba ilikuwa ishaanza. Ona hii room. Hii room ilikuwa sawa na hapa sitting room. Huko nyuma ilikuwa nimeinua kidogo. Lakini kulikuwa haujaisha. Lakini hiyo ilikuwa level, hii ilikuwa bado kidogo tu. Hizi kuta zilikuwa ziko juu tayari. Zote hizi huku mbele yani. Okay. Sasa ndo Kai ndo akasema acha hii story yako hii video tutairusha sasa hivi. Afuta namba yako hapo. Namba bado itabaki kuendelea hiyo yako. Pesa zitakuwa zinaingia hapo, tutakuwa tuna communicate. Sasa hiyo zikaanza kuja mara mbili sasa. Sasa wajua zilikuwa zinakuja. Yaani namba ni hiyo moja, pesa zinaingia. Lakini post ziko mbili so far. Kuna post ya kuna ile video, kuna post ya Kai pande huu na kuna post ya Lemi. Bado zinakuja tu. Bado zinakuja. Sasa ikawa ni ile. Hela bwanangu. Sasa ikawa ni ile mara wanakuja tuna arrange vitu, haya pesa imefikia wapi, haya tuna communicate. Walikuwa wanakuja yani kila siku. Kila siku wanakuja tunashinda wote hapa, tunakula madafu, haya nini. Haya tunapanga program, ni vitu tunaenda kununua hivyo. So kutoka siku ya kwanza tayari wao walisema kwamba watakusaidia kumaliza nyumba. Waliniambia hii nyumba tutaijenga. Alafu tuangalie biashara yenyewe utaweza kufanya. So mara ya kwanza kabla uanze kudiem watu, hii nyumba ilikuwa ishaanza kujenga tayari? Ilikuwa ishaanza. Hii nyumba hata ilikuwa huku hiyo room moja ilikuwa level. Kuna business ambayo ulikuwa unafanya? Mimi nilikuwa nafanya biashara. Nilikuwa nafanya biashara. Alikuwa umejitahidi kusimamisha block mpaka hiyo level. Ilikuwa imefika mbali. Ilikuwa imefika mbali bro. Sababu kiuliza watu kujenga mwanangu, kujenga si rahisi. Kujenga mazee, wewe achana kujenga bwana. So hapo ukajua kabisa nyumba itaendelea. Mimi nikajua wazi venye ili goma limeshikana wazito. So kila kitu kitakuwa sawa hapa. Kutoka siku ya kwanza ukajua program kesho ni nyumba itaanza kuendelea. Lakini tulianza after 2 days. After 2 days. Program kaishapangika. Mafundi basi mbio. Na hapo ilitoka mbio hiyo nyumba. Kuna wengine walikuwa washajitolea. Kulikuja hata fundi mwingine studio fulani hivi. Huyo demu. Nakumbuka. Unaona? Nakumbuka. Nilimuona mahali. Sister Du iko sawa. Iko sawa. Anayapanga pale iko sawa kujenga. Si ndio? Sister alikuwa sawa. Mimi nilimuona kwanza, kuna picha fulani hivi alikuwa amepanda juu. Kuna ile miti fulani na ile temporary ile hapo hivi. Anapanda hapo juu. Sister Du wengi unawapata kwenye mjengo mara nyingi wanakuwa ni vibarua sana, lakini wao walikuwa fundi kabisa. Na alikuwa vizuri. Hapo andika ile kitu yake ile kama kajiwe hivi. Ile kabiro ile. Hiyo. Anaweka hivi na mambo ya Mwarabu anayajua. Huwa anamuona sana. Nakwambia. Mwanamke bomba yule. Sana, hayuko vizuri yule demo. So alijitolea kufanya kazi alijitolea for free. Alikuja kama mara ngapi? Alikuwa hapa mpaka kazi ikaisha. Nyumba ikaisha. Bila wasiwasi. Walipiga chini na mpaka hiyo roofing pia bati wakachapa. Sasa ndio hiyo misaada ikaanza kutoka sasa. Na wakaendelea kuja kila siku. PS naye Fikrini Jacob akatoa msaada wake pia wa 100,000 pia hapo. Kupush hii project. Alafu yeye hata alikuja mpaka nyumbani kabisa. Jacob alikuja mpaka. Fikrini Jacob na Kasamuel. 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 Kavunga. Jamaa kavunga. Ikabidi akaja sasa. Wakaja mpaka hapa. Nashukuru hiyo PS, jamaa mwingine mzuri yuko na good advice. Na wazifa mzee. Yuko na ushauri mzuri. So kwenye ile michango kando na PS kuna upe mwingine ambao ulikuwa mkubwa, yani ambao ulikufanya mpaka wewe ukaona kweli yani
watu kweli wanapendana hapa kwenye hili. Mazee, kuna huyo PS na kuna mwanadada mwingine najiita Kilodia Dhahabu Kenga. Mgiriama Malindi, huyo Sister Du. Shirika fulani hivi. Sasa huyo alinisupport na 20 bags za simiti. Na pia bado wakanipa 25,000 za mafundi. Huyo naye alinisupport pakubwa sana. Namshukuru pia. Na kuna bado huyu huyu mwenye alileta hizi viti. Wa interior. Ekra Interiors. Huyo Sister Du ni Clean Heart pia. Shop yake iko wapi? Shop yake iko town. Mombasa. Viti vikatoka Mombasa kwa ajili yako tu. Yaani yeye alisimamia yale makona yote tuliopiga kule kuja hivi viti vilipigwa makona yote. Bila hata viti vinakutafuta mzee. Vinatafuta mimi. Mpaka hapa nyumbani. Niliviona hivi viti vina trendi sana. Yule Sister Du amekaa. Kuna picha fulani yule Sister Du amekaa hapa. Sister ama shemeji. Huyo amekaa hapa hivi. Sijui amepiga pose gani hapa, lakini hiyo picha hiyo imeenda sana. Huyu shemeji yako kama mama wangu amekaa hapa. Alikuwa amekaa hapa. Kuna picha fulani. Alikuwa amekaa hapo. So nakwambia tulipokuja na pikipiki tumefika pale nikacheki hivi. Nikajua anakalia kile kitu. Nikajua kile kitu nakikalia. Nikajua kweli limefika bana. Sasa huyo pia naye akanipea hizi viti. Hiyo time kulikuwa na demu mwingine pia, huyo sister. Huyo sister anaipea Clean Heart. Sijui kama Mrabai yule sijui. Edna Dhahabu. Basi ndio hii mambo ya traditional hizi nguo nini. Ndio amesimamia kila kitu. Nimekuja natubadilisha nini, yani tupendeze yani. Tupendeze na kama mama wangu. Ndani ya wiki mbili hapa kwenye hiki kijiji, ndani ya hii home imeona master wengi design ambayo haijaiona. Walikuwa watarajii. Imagine juzi nilikuwa nimetoka Kilifi juzi na huyu kama mama. Sasa tulivyochukua Chumani, wale maboda wanafanya kuteta kabisa. Acha tubebe serikali. Yaani nilikuja na kucheka yani mpaka sasa jamaa serikali iko wapi hapa? Nyingi sasa ndio serikali. Kila mtu anataka bebe. Serikali kila mtu anataka kunibeba, anasema serikali bana. Mpaka nikashinda jamaa. Lakini yote ni upendo bro. Yote ni upendo. Watu wanakukubali. Yote ni upendo bro. Mimi nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu, mashabiki zangu. Kwa sababu hapa Kai alikuja Kai na bibi yake Jacobs. Basi Kai na Diana. Hao watu wawili hao acha tuombe Mungu mambo yazidi kuwa mazuri zaidi. Ndio. Nazidi kuwabariki pia. Yazidi kuwabariki kwa kujitolea. Hao wamekuwa na mimi bega kwa bega sana. Kuacha muda wao yani wajue yani nimekula nini. Yani wananipangia mpaka yani menu ya kula yani. Wajue yani kesho nitavaa vipi, nitakula nini, kesho tunafaa kwenda wapi. Kuna story nyingine nilisikia hapo kwa mtandao, watu wanasema eti President Kai alikuwa anakula pesa yangu. Lakini sasa wajua story ni mingi, mashabiki wa mtandaoni lazima kila mmoja tu story yake. Lakini sasa Kai hajawahi kula pesa yangu. Kwa sababu hata gani mwanangu na gani? Pesa ilikuwa inatuma kwangu direct. Na Kai pia akitumaniwa pesa na mtu anaambia kuna mtu fulani ametuma pesa na bado ile pesa ananitumia mimi hivyo hivyo. Kama ni 10,000, kama ni 50,000 ama 100,000 bado ananitumia mimi. Natumia mimi hiyo pesa. Kwa pesa yako yote ilikufikia hiyo? Ilinifikia yote kabisa. Wanakuja na vitu venye takuwa nimetumia pia, naandika pesa nimetumia hii na hii na kitu hii na hii. Tunakuja tunafanya mahesabu hivyo. Tunaelewa pesa venye imetumika venye. Transparency imejaa pale. Asi ndio. Jamaa yuko transparent sana. Niliona mahali ni kama alikuwa anataka kuwa senator. Sijui alikuwa senator Kilifi. Nani huyo Kai? Kai. Apewe asipewe. Basi cheki.
Basi acha seneta. Mimi tayari ningekuwa mtu anaweza amua tayari mtu tayari huyu acha kaivi. Hata mimi ningemweka gavana kabisa. Ungemweka gavana? Ningemweka gavana. Kwa sababu anaweza. Ningemweka gavana. Alafu deputy gavana akawa huyo Diana. Sasa hiyo ndio ingekuwa serikali kabisa sasa. Serikali ya umma sasa hiyo. Hiyo ndio ingekuwa serikali ya umma kabisa. Kabisa. Nashukuru. Kwa hiyo wale walikuonyesha upendo ambao ni tofauti sana. Walionyesha upendo mwingine hali ya juu. Wanakuja mnaenda soko. Kuna mahali alikuwa anasema akija mnakupick mnaenda sokoni. Na sasa hujamwekea mafuta ameweka mwenyewe. Mafuta anaweka mwenyewe. Hata alikuwa sijui kama anaweka mafuta pesa ngapi. Fanya kumuona amekuja, kama anakuja lazima amniambie. Anakuja kama inafaa kwenda mahali fulani tukachukue hivi na hivi, tunaenda hivyo. Narudi. Yaani mpaka nyumba ikakamilika. Nataka tuhesabu mastaa wote waliokuja. Hatutawamaliza of course. Lakini wacha tuelewe magnitude. Ni wengi, lakini wenye tutakumbuka ni hao lakini wengi. Tunasahau wengine. Juzi kulikuwa na event ya juzi ya kuhousewarm. Si ndio? Ama ikufanyika hapa? Ilifanyika. Kina Lofty Matambo alikuja na ni bibi yake yule Farida. Wewe niambie mwanangu, wewe ndio utaniambia sasa. Na huyo pacha wake. Si rafiki zako? Pacha wake. Si rafiki zako? Pacha wake. Wewe ndio unajua sasa. Utaniambia hapa leo. Walikuja Lofty Matambo, jamaa wengine watata lakini kilindati. Rosafi. Alikuja pia huyo Lofty Matambo na huyo Frida Mwaka. Na ni wengi walikuja, hata wengine siwakumbuki majina yao. Wengi sana. Ni wengi watu walijaa. Wengi sana. Walikuja wengi sana. Wanasema eti maselebu wana roho mbaya. Si roho mbaya bro. Unajua maselebu sana huwa wanakuwa busy. Wanakuwa busy sana. Hata unaweza mshtuka kwa mtandao ukaona labda yaani ukaona ame-ignore message yako wengine labda yani kimadharau, lakini si madharau. Selebu wana vitu vingi vya kufanya sana. Na wale ambao labda unampigia labda achukui simu nini, unaona kabisa ni kitu ambacho anakimudu, sio kigumu, ni rahisi kufanya, lakini bado unamcheki na labda hata namba alikupatia yeye unampigia achukui. Wewe unalizungumziaje hilo jambo? Kwa sababu sasa wewe umeface side zote mbili. Umeexperience side zote mbili. Kwa sababu kuna wale ambao uli reach out kwao hawakuwa convinced labda sijui kama ndio wewe uko busy ama vipi. Wajua acha nikwambie bro. Wajua sasa hii kuna simu nyingi sana sasa hii. Zinaingia kwa simu yangu. Na kuna message nyingi sana zinaingia. Sasa wajua wewe hata unashindwa ujibu nani, waache yupi, ama unashindwa ushike simu ya nani, waache ipi. Simu iko busy sana. Kwa kila mmoja kuna wengi ni wale wa kutuma message inbox. Tunakuta anakutumia message, anataka labda ni msanii hivi, anataka upost nyimbo yake, alafu mtagi huyu, anakuja anasema pia yeye yuko hivi na hivi, anataka msaidie. Huyu anakuambia sijui inaweza pata namba fulani za watu fulani. Yaani unakuta vitu ni vingi, yani message ni nyingi mpaka unashindwa yani ujibu yupi uache yupi. Sometimes unaweza angalia tu message alafu ama hata hutapata hiyo time ya kuangalia message, kwa sababu pia na wewe inafaa uboost nini yako. Sasa wale watu nao wanataka support bro. Unajua wewe ulitaka support ukapa support. Wale watu nao wanataka support. Msanii naye anajituma, ameenda studio. Wape support. Hapo unasemaje? Uwezi wapatia wote. Mimi sikatai bro kwa support. Sikatai kwa support. Wengine wanaomba namba ya Kai. Wengine wanaomba namba ya Kai, kuna wengine wanaomba namba za PS, wengine wanaomba namba za Lemi. Wengine wanaomba namba za Kiti. George Kiti. Kuna wengine hata wasikia wanamuulizia Mwarabu. Unajua sasa hii Kenya kuna shida ya mafuta. Anasema na mafuta yanatoka kwa Waarabu. Bwana Mwarabu haji hapo Mwarabu. Yuko wapi Mwarabu? Mwarabu haonekani. Mwarabu yuko busy. Yuko busy Mwarabu. Mwarabu ana biashara nyingi. Yuko na biashara nyingi. Ni kawaida mwana biashara lakini. Kama tumekosea kusema, Mwarabu yuko nyuma ya kamera.
Warabu kwenye makamera. Na kuna Baba Sindi pia huko. Baba Sindi pia jembe la majembe. Bila Baba Sindi vibrator haifanyi. Haiwezi. Baba Sindi ndani ya nyumba amekalia viti pia Baba Sindi. Sawa, kiti iko tu sawa. Kiti kinapendeza. Safi kabisa. Kwa wale ambao wanahitaji support ya chochote kile hivi, lakini kuna njia gani ambayo ni sahihi? Kwa sababu hata pia mimi najiuliza kama tochi haijakumulika upewe attention, si ndio? Na kama mtu anahitaji support yote, huwezi hata kumsupport kwa sababu watu hawazingatii vitu unavyopost, si ndio? Ukipata hiyo attention, sasa watu ni wengi. Ukisema una post wote, inamaanisha basi utachukua hata wiki nzima itaisha ukipost watu. Ama hata mwezi. Kwa sababu once pia umepost watu, wengi pia nao wanataka kuja. Kwa hiyo ukipost moja leo kumbe anafanya hizi. Kila mtu naye anakuja anasema ni post. Anasema ni post. Mtu anakurushia hata picha yake kabisa anasema. So inakuwa ngumu hapo. Post umeongelee vizuri umpost alafu mtagi hivyo. Uboost account yake pia na yeye kuna followers wengi. Sasa unalipisha ngapi hiyo mzee? Sababu unaona brand sasa inaenda kienda mzee. Kuna wengine ananilipa. Hizo ni biashara unajua. Kuna wengine ananilipa. Hiyo ni biashara. Sio kama si kama hiyo. By the way hata sijawaposti hata sijawaposti vile. Hata sijawaposti kabisa. Mwenye ukaona nimeposti labda kuna kitu labda amenifanyia. Sijaanza kuposti watu kama hao. Okay. Tuzungumzie housewarming. Housewarming ilikuwaje? Kulikuwa na muziki kabisa hapa, muziki ulikuja kutoka Kilifi. Kuna jamaa fulani jamaa fulani alileta jamaa hata nimemsahau. Ndo Angels. Yeye ndo alileta huo muziki, aliuleta for free huo muziki. Kwa jamaa. Okay. Alafu kuna MC wa Tezo Thomas Chengo, ndio. Area MC. Hapa kwenu pia. Huko MC wa Tezo. Unajua sijui ward yenu inaitwaje ndo maana. Huko ni Matango ni ward huko. Okay. Lakini MC wa Tezo ndo alisimamia mambo ya transport, mafuta, hivyo. Muziki ukajoga. Huyo ni yule ambaye anafanya kazi kwa karibu na kina Amosco. Kina Chibodia ni huyo. Ni wa hiyo wadi. Ni wa hiyo wadi huko. Huyo jamaa inabidi apongezwe pia kwa njia yake. Jamaa yuko sawa. Yuko na roho nzuri. Push sana vijana. Na roho nzuri. So muziki ukaja. Alafu apart from that kukaja nini tena? Apart from hapa kukaja nini tena? Baraka, una kitu atakuuliza tu kwa hiyo muziki. Si mic iko sawa? Mic iko sawa. Ama Chengo kwa mic. Ndio kwa sababu karibu na hizo mic. Baraka, pole kwa hii kustopisheni interview. Nataka iendelee. Kuna kitu atakuchangia. Sasa kaka haina. Bro, after ile muziki kuja, si ndio Kilifi, unaitwa Angels? Sharks, kitu kama Shark. Mimi nakumbuka ulipiga pale kwa presenter Kai. Ground Shaker. Muziki mzuri bro. Warabu iko sawa bwana. Basi ni mambo zake, mambo yake yaga. Sasa nataka kuuliza hivi, Beka. Ulipokuja hapo ile muziki, ucheza gospel ama ulichanganya? Kwa sababu nilimwona Mekahunda kwa mbali. Na sijui kama Mekahunda aliperform ama vipi ndio waweza nielezea. Ilicheza gospel kuanzia mwanzo mpaka mwisho ama kulikuwa na kile na nyimbo ili watu enjoy? Hata ukisikia Ground Shakers. Yeah. Watu wanakuja kutikisa. Muziki mkubwa. Muziki mkubwa. Ilikuwa inacheza ina nyimbo tofauti. Bara gospel, mara zile zetu za kishikaji, zile za kuruka magoma. Zile zetu sasa hizo sasa nikisema zile zetu nakumbuka before sasa. Sio nataka kuuliza hivi Beka. Kabla. Maybe mimi najua uliokoka Beka. Hapo nyuma ulikuwa unaweza enda muziki? Nilikuwa naenda muziki vizuri sana. Ukweli? Nilikuwa naenda muziki tena mbali sana. Nitaje muziki mitatu tu peke yake. Yenyewe ulicheza hapo nyuma, mitatu tu inatosha. Mimi sitaki mingi. DJ hapo bwana, inabidi ukumbuke zamani. Basi ni mingi ni mingi sana. Hebu niambie. Mimi mitatu. Acha kuna hii relax tayari. Relax. Kuna inaitwaje siku hizi? Sasa golonyota. Alafu kuna muziki mwingine unajiita
Semen Menongo hiyo. Menongo ya zamani. Ya zamani. Ya tatu ya mwisho. Alafu nyingine Daroxizi. Daroxizi ushacheza hizo? Daroxizi ushacheza sana. Hapa Roka ama kwenda Chonyi ama Malindi? Huku Roka huku sana huku Roka zilikuwa zaja huku Roka. Hapo ni mambo ya Ming'ato hapo mzee. Ulikuwa bado Ming'ato. Ming'ato ulikuwa bado? Ming'ato ni juzi. Sasa Beka, wewe asante bro. Nilikuwa niyo kidogo tu na mimi nimeshukuru. Hata pia tunajisikia ukiwa na sherehe tufike. Uje muone Baba Sindi afanye mambo yake, mimi pia nitasikia raha, nitajitokeza. Sawa kaka, sawa haina noma. Anaenda Hunters ama Hunter. Wewe ndiye aliokoka. Na ndio kuuliza kitu ya mwisho bro. Tangu amekuza. Mimi kama Baba Sindi sinacheza muziki pale kwa kuna kila kitu yatumika. Kwa mfano mimi nataka kwenda kanisani hiyo ni Sunday. Niweza na effect vipi? Naweza enda kanisani ama siwezi? Inabidi waache kazi. Unaweza enda kanisani hata bila kuacha kazi. Si inategemea wewe mwenyewe. Si kazi ni usiku. Kazi ni usiku. Unaweza piga masaa yako. Wewe unajua masaa yako yakifika lazima naende kapumzike kwa sababu kesho lazima ningechacha. Ndio hivyo. Asante, acha niokoke. Mimi ni lefu yako bro. Mungu akubariki ndugu yangu. Sawa bro, pamoja. Nimeshukuru pia. Asante ndugu yangu. Nadhani tutakuwa tunaendelea kumaliza sasa sehemu ya mwisho. Baada ya ile event ni kama mliondoka kidogo, mkaenda holiday, mkaenda out kidogo. Mlitoka kidogo nyinyi. Sasa tujajua vizuri kama mlienda wapi. Sisi tunatuma picha. Pale ni wapi pale bro? Kama maisha yalikuwa ni mazuri sana pale, unaona? Pale ni Silver Rock pale. Silver Rock hoteli iko Malindi. Hiyo hoteli iko sawa sana. Tulikula vizuri. Tulikula vizuri. Yaani tulikula vizuri. Hiyo chakula yenye tulikuwa tunakula hapo sio? Hiyo hata mwezi ni mwingi. Useme kama wiki moja ama wiki moja na nusu hivi. Ushakuwa mkubwa sana machafu Watu kama shavu. Wanake sisi tumezoea kama ni nyama huku nyama za kuhesabu kama nyama 2 ama mjuzi mwingi, lakini kule baba nyama basi haja kama yote. Naambiwa kule infinite beef meat. Nyama zipo yani. Yani unakula vizuri. Unahitaji kugugu search nyama. Yani ukifanya hivi tayari unapita nayo. Tulishukuru, tulienjoy. Experience poa. Tulienjoy. Na walizingatia kwamba nyinyi mastaa, bei zilikuwa zile za kistar kwamba unajua tena kuna yani sijui lakini swali langu wacha nilete vizuri. Swali langu ni kwamba hao nao walijitolea kama vile ambao watu wengine wanajitolea ama mlijifandi wenyewe? Huyo jamaa alijitolea. Kweli? Alijitolea. Akatuita huko mpaka yeye akatuhost tukakaa hizo siku 3 hizo. Alafu after hiyo tukarudi. Sawa bana. Watu wana roho mbaya kabisa. Watu wana upendo huko sana bro. Sana bro. Okay. Nashukuru sana kwa muda wako. Kutenga muda wako kuamua kupiga story na mimi ambaye tumepatana leo mara ya kwanza. Nimeshukuru. Mimi ndio nimekuwa nikikuonaona lakini wewe umeniona leo mara ya kwanza. Ni hivyo lakini wewe ukanikubali. Roho safi. Ukanikaribisha kwako. Nimekula vizuri. Bana watu tuendelee hivi bana, tutaishi vizuri kabisa. Tutaishi vizuri. Pia mimi nimeshukuru jamaa kwa kunitembelea. Sikuwa natarajia vitu kama hizi wajua. Lakini nimejua jamaa mnanipenda na mmeonyesha ule upendo sana kwa dhati kwa. Na nje kamera pia umesema kwamba wewe sahi content fully. Content sahi fully. By the way mimi ni dancer. Mimi ni kuruka magoma niko fit. Magoma ama gospel? Mimi kuruka magoma yote yale mchanganyiko. Mimi gospel niko sawa. Hizi zingine huku ndo humalizi kabisa kwa sababu huko ndo niko mwanzo wangu huko. Sasa hata hiyo nataka nianze hiyo sasa. Hiyo kuruka magoma. Mimi nacheza muziki vizuri sana. Okay. Mimi nilikuwa nikicheza muziki najazingirwa kweli, watu wananiangalia mimi. Naruka magoma vizuri sana. Kwa hivyo hiyo ni talent yangu hiyo. Utakuwa unawashia content pale YouTube na Facebook, Instagram pia hapo kidogo. Lakini sana TikTok na Facebook. Kwa mtu yote ambaye labda alikuwa haja kujua ama ambaye anakujua na sasa ndio yuko willing. Tuseme alikuwa willing lakini
hajaamua, maybe sasa hivi anataka atume support ya aina yoyote, ama labda kuna mipango ama kucheki kwa social media ama njia yote ile ya connect na wewe, anaweza connect na wewe kupitia njia gani? Facebook pia ni sawa. Facebook pia ni sawa. Kupata kwa jina gani Facebook? Message pia akinitumia message nikiona naweza ongea naye tu vizuri. So lakini kwa wale ambao wanataka wakutumie mchango wote ama support ya aina yote, wanaweza kupata kwa simu ama kupata Facebook? Kwa simu, namba yangu ya simu ni 0768038811. 0768038811. 0768038811. Hiyo ndio namba ya Megastone Baraka. Yeyote ambaye anajisikia tume aina yote ya support kwa Megastone Baraka anaweza kutumia namba hiyo, na unakaribishwa kufanya hivyo. Yeyote ambaye yuko willing, na atashukuru, sio mimi staff. Megastone atashukuru. Sana. Asanteni viewers kwa muda wenu. Pia kwa yeyote ambaye ametazama hii video kufikia hapo ilipo, tafadhali drop emoji ya kopa tujue kwamba tupo pamoja.